بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Leo tunaendelea na darasa yetu. Darasa ni kuhusu sayansi ya malezi kwa mtazamo wa Qur'ani. Darasa ya leo ni darasa ya 32, lakini ni darasa ya 4 katika kuzungumzia athari za media katika malezi. Jana tulizungumza mambo kadha wa kadha yanayohusu media na malezi, na tumefafanua kwamba media tunakusudia vyombo vya habari. Huwezi ukatenganisha baina ya vyombo vya habari na mawasiliano, kwa sababu kazi kubwa ya vyombo vya habari ni kufanya mawasiliano, kwa kupeleka taarifa, kwa kuelimisha, kwa kuburudisha na mambo mengine. Na tumeona ile mihimili mitano ya media, tunairudia mara kwa mara kwa sababu ni kipimo kizuri. Kabla hatujaanza darasa ya leo, katika mambo muhimu kwenye darasa yetu iliyopita, tulieleza kuhusu ripoti za baadhi ya mashirika ya kimataifa kuhusu matumizi ya internet. Tukaona chombo cha kimataifa kilichokuwa chini ya Umoja wa Mataifa kinachoitwa International Telecommunication Union kimetoa takwimu kwamba simu zinazotumika duniani ni zaidi ya bilioni 8. Idadi ya simu zinazotumika duniani ni zaidi ya bilioni 8, na tabaan wakazi wa dunia vile vile ni zaidi ya bilioni 8. Lakini tukasema maelezo yanasema kwa sababu baadhi ya watumizi wanatumia zaidi ya simu moja. Kwa hiyo kuna ambao hawatumii na kuna wanaotumia simu za ziada. Na tabaan pamesemwa kwamba wanatarajia kufikia mwaka 2030 wakazi wote wa dunia wawe ni watumizi wa internet. Ni moja katika malengo ya SDGs, Sustainable Development Goals, malengo ya maendeleo endelevu. Na tunasema mara nyingi deadline yake ni mwaka 2030. Kwa hivyo ni jambo endelevu hili ambalo hatimaye walimwengu wote watakuwa katika mawasiliano hayo. Lakini tukasema kwamba shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF nalo lina takwimu za 2017 zinazosema kwamba theluthi ya watumizi wote wanaotumia internet ni watoto. Theluthi, yani 1/3 ya wale wote wanaotumia internet ni watoto. Maelezo yao kuhusu watoto ni tofauti na maelezo ya Kiislamu. Ulimwengu unatuambia mtoto ni yule mwenye miaka chini ya 18. Sheria ya Kiislamu, mtoto ni yule ambaye hawezi kuwa na mtoto, hajafikia umri unaweza kumruhusu kuwa na mtoto, sasa akiwa ni wa kike au wa kiume. Kwa lugha nyingine si baligh na hawi mukallaf huyo. Sasa hatuna haja ya kujadili hilo, japo tuliwahi kulijadili kwa kirefu kwamba vigezo vya Kiislamu katika kupima mambo haya na ambavyo si vya Kiislamu vipi sahihi. Lakini dhana ya Kiislamu ni kwamba mabadiliko ya kibiolojia yanaathiri mabadiliko ya akili vile vile. Haikui
hayakui maungo tu ya mwanadamu kibiolojia, bali na akili yake pia inakuwa. Kwa hiyo ni vitu vinaambatana. Lakini tukaona vile vile UNICEF inasema kwamba matumizi ya simu katika ripoti ya mwaka 2023 mwaka juzi, baina ya vijana wanaotumia simu ni wengi zaidi kuliko wazee wanaotumia simu. Yani miongoni mwa vijana 79% ya vijana wote wanatumia simu. Lakini hapa pamewekwa mipaka kwamba vijana kati ya miaka 15 na 24 79% wanatumia simu. Lakini wazee na waliobaki wanatumia simu kwa 75%. Yani tukichukulia idadi yao yote ni 65% tu ndio wanaotumia simu. Takwimu ya mwisho ya UNICEF ni ya 2018. Inaonyesha kwamba kila mwaka kuna watumiaji wapya wa simu na internet katika vijana. Kila siku 175,000 watumizi au watumiaji wapya wanaingia. Sasa hizo takwimu zitakuwa zimezidi zaidi kwa sababu ya ile kasi ya matumizi. Haya ndiyo ambayo ni miongoni mwa yale tuliozungumza jana kuhusu masala ya media. Ahadi yetu leo ilikuwa kuanza kusema kuhusu zile athari. Lakini lazima tufahamu kitu kimoja kwanza. Miongoni mwa kazi zinazofanyika na media ni zile kazi za kisanaa, za ubunifu. Sanaa ni ubunifu. Ubunifu huu unaweza kuonekana katika tamthilia, katika ushairi, katika ngano, katika visasili, katika riwaya, katika sinema. Na sinema zenyewe zina aina mbalimbali ya sinema. Zote zile ni kazi za kibunifu. Na kwa bahati mbaya wengi katika sisi tunapoingia kuzitizama, hamu yetu kubwa ni kitu kinachoitwa entertainment, almarah. Tunataka furaha tu, burudani. Lakini wale walioandaa hawakutaka kutupa burudani peke yake. Yani dhamira sio kutoa burudani peke yake. Kuna mengine makubwa zaidi ya burudani yanayopatikana. Kwa hiyo tukubaliane kwamba zile ni kazi za ubunifu. Na fani yenyewe thamani yake ni katika kubuni. Wahusika wamebuniwa, wamepewa majina ya kubuni. Na nyinyi mnadhani ni majina ya kubuni tu, kwamba huyu bwana jina lake hasa ni Amitabh Bachchan, lakini katika filamu hii anaitwa fulani. Nyinyi mnadhani ni jina la kubuni tu. Kumbe hata nguo anazovaa zimedhamiriwa, zimekusudiwa. Kumbe hata nyumba wanaofanyia au tuseme wanaita mandhari wenyewe, ile mandhari ya shughuli yenyewe vile vile ni mandhari imetengenezwa kwa dhamira na kwa makusudi. Hakuna ambacho hakijakusudiwa katika filamu. Hata chakula kinacholiwa kimekusudiwa. Hata wakati mwingine namna ya kutembea imekusudiwa, imedhamiriwa. Kwa hivyo hakuna kitu kinachofanyika bila kukusudiwa. Kazi za kubuni zinahusisha, kwa mfano kama ni za kimaandishi, riwaya, tamthilia, kuna kitu anachokiita uteuzi wa maneno. Hata maneno yameteuliwa na yakakusudiwa kwamba neno hili hapana litumike hili. Na ni kwa nini? Kwa sababu ya ile mihimili ya media tulosema. Kuna kitu kinachoitwa namba 5, tulisema aswada, mwangwi. Response ya yule atakayepata taarifa ile, risala ile, inatakiwa iwe katika sura fulani. Kwa hivyo mavazi fulani yanaweza kuathiri zaidi, nyumba fulani inaweza kuathiri zaidi, maneno fulani yanaweza kuathiri zaidi. Kwa hivyo vyote vimeteuliwa, haviji kwa bahati mbaya. Na kama ni katuni wamekusudiwa watoto, kwanza wanajua saikolojia ya mtoto na wanajua kitu gani kitamuathiri mtoto. Hii message iliyokusudiwa ni hii, mtoto ataburudika, lakini kuna message. Wewe unadhani kuburudika tu, lakini kuna message itakwenda kwa mtoto. Alafu kuna mambo atayavaa mtoto yatakuwa ni sehemu ya tabia zake. Kwa hivyo kila kimoja kimekusudiwa.
Kwa hivyo zile zinaitwa kazi za sanaa, na sanaa inahusisha ubunifu, ni fani. Fani yenyewe katika ubunifu ni katika kuteua rangi ulizotumia katika mchoro wako. Mteua rangi gani? Umemteua mtu wa sampuli gani? Umehisi akiwa ni mwanamke risala itafika sana kwa urahisi, kwa sababu dunia inapigania haki za mwanamke. Kwa hivyo nikimchora mwanamke huyu amebeba kitu fulani katika mazingira fulani, ana rangi fulani, muonekano wa kiafya, amenyongonyea, vitu vyote vinakusudiwa. Vyote vinakusudiwa ili ile risala iweze kufika kwa namna yule mwenye kutuma ujumbe anavyotaka. Sasa hili neno ubunifu lipigie mstari. Unahusisha mambo mengi sana, mandhari, wahusika na mengine. Kwa hiyo mtu akitengeneza filamu anasema, lakini kwa huyu mtu nilimchora katika filamu hii, tukimchukua fulani anafanania, anaweza zaidi, analetwa kwa sababu anaonekana anaweza zaidi kutakamas, kuvaa lile vazi, kucheza, kuplay ile role. Kwa hiyo ubunifu upigie mstari. Kwa hivyo kama pamebuniwa, kinachotengenezwa nini? Nataka tusikilizane vizuri. Kinatengenezwa kitu kinachoitwa khayal. Khayali Kiingereza ni imagination, au sema taswira. Kwa hivyo wanacheza na dhahania ya mtu, akili, ubongo. Ni jambo la kuchoreka tu hewani, halina uhalisia katika ardhi, lakini linataka kuonyesha uhalisia fulani wa maisha ya watu. Kwa hivyo anakujengea taswira. Kwa hiyo ni kazi za kidhahania zaidi, kubuni mambo ambayo ima yafananishwe na mambo ya kijamii au yaisindikize jamii mahala ambapo yule aliyechora taswira ile anataka wafikishe watu. Yani mfano mdogo ni kwamba baada ya vita vya Marekani na nchi gani kule Asia, Vietnam, alitengeneza sinema nyingi sana. Sinema nyingi sana zinaonyesha mandhari ya maeneo ya kule. Sinema nyingi sana. Na dhamira kubwa ni kuonyesha namna alivyoshinda na namna alivyokuwa shujaa. Tukatizama sinema nyingi sana za Marekani, anavyowaua watu wale, ameingia katika vichaka vile, teknolojia ya kisasa, lakini alitaka dunia ione namna alivyoshinda. Hakuonyesha namna walivyoshindwa, namna walivyoumizwa na wa Vietnam. Hakuonesha namna uchumi wa Marekani ulivyoanguka kwa sababu ya vita vya kule, kiasi kwamba mpaka dola yenyewe ikakosa thamani, mpaka wakaondosha uhusiano baina ya dhahabu na dola, mambo ambayo tuliwahi kuyazungumza. Alafu Mfaransa akawa mtu wa kwanza kugundua, akawaletea madola yao, akamwambia nipeni dhahabu. Wakamwambia kwani unataka nini? Wewe sema unachokitaka. Kwa sababu walishaondosha uhusiano baina ya dhahabu na dola, kwa maana ya kwamba dhahabu na dola yao haikuwa inaakisi akiba ya dhahabu waliokuwa nayo, bali ilikuwa ni uchapishaji tu wa makaratasi. Kwa nini? Kwa sababu waliumia katika vile vita. Hayo maumivu hayako kwenye sinema. Ilitakiwa dunia itambue ushindi wao, sio kushindwa. Sasa katika kutengeneza sinema, katuni na kazi nyingi sana za kisanii, khayal, taswira inacheza mchezo mkubwa sana. Kwa hiyo mtoto akitizama anajenga taswira ya mambo ambayo hayapo. Sasa tatizo kubwa ni nini? Tatizo ni kwamba mtoto hawezi kutofautisha baina ya al-khayal wal-waqi. Hawezi kutofautisha baina ya ubunifu na mambo ya kidhahania na uhalisia, imagination na reality. Anachokiona mtoto huamini kwamba ndivyo kilivyo, anakichukulia kwamba ndivyo kilivyo. Lakini kwa bahati mbaya si mtoto tu, kwamba mtoto ni haki yake ashindwe kung'amua. Lakini nyie watu wazima hamjaona mtu anaingia kwenye sinema kisha analia kwa sababu kaona mtu amedhulumiwa sana kwenye ile sinema. Ile sympathy inamgusa mpaka na yeye analia. Hayo ni mtu mzima huyo. Sasa yeye anashindwa kutofautisha baina ya khayali na waqi.
mtu mzima. Unatarajia mtoto itakuwaje? Sisi tumeingia sinema tukiwa utotoni, hakuna ambaye hakuingia, sio? Wakati ule ndo ilikuwa wewe lazima ukalanguliwe tiketi ili utizame sinema. Metropole sijui na Elite Cinema. Haya, yule actor uliokuwa ukimpenda ilikuwaje? Kwamba ile sinema yule actor anayependwa sana alikufa mwishoni. Ina raha? Haya, wewe unaamini kwamba alikufa? Na wakumbusha baadhi ya wazee. Sasa ni picha ambayo kwa sababu kila akiwepo Amitabh Bachchan akawepo na Amjad Khan, unajua hapa kuna mapambano. Haya mapambano yale unatamani yule unayempenda ambaye ndo actor mwenyewe maarufu ampige mwenzake. Si ndio eh? Haya akishampiga unafurahia wewe, lakini wale marafiki wanakufanya wewe mjinga ndo unaamini kampiga kisawa sawa, lakini wale marafiki bwana wamepanga yale mambo na wamekukusudia wewe uone vituko vile uviamini. Lakini walikaa mezani wakapanga jamaa, wakakubaliana, na ikitoka vizuri wanapongezana na kila mmoja anachukua chake anaondoka. Lakini wewe ule ubunifu unakuathiri, unashindwa kutofautisha baina ya reality na imagination. Sisi watu wazima hali yetu ni kama hiyo. Kwa hiyo tunachukuliwa na yale mawazo, unafikia mahali. Nimeshaye kutoa mfano hapa wa michezo inayofanywa. Anatengenezwa mtu baradhuli, hasa sinema za kule Far East, mashariki ya mbali, katika baadhi ya nchi ambazo wale mabaradhuli ni wengi sana. Wengi sana. Kiasi kwamba barabarani kuna wanawake wanajiuza na wao pia wapo. Sasa anatengenezwa baradhuli mmoja katika sinema, alafu anafanywa ni mtu mwema sana. Anasaidia watu, anafanya hiki. Yani ni mtu mzuri, majirani anawajali, alafu kuna watu wanamdhulumu. Mpaka wewe mwenyewe kabla hujamaliza ile sinema unamuonea huruma anavyodhulumiwa. Kwa sababu mtu mwema bwana hajamkosea mtu yeyote bwana. Kisha anadhulumiwa sana, lakini baradhuli. Wewe unadhani umemuonea huruma tu, kumbe umeonea huruma baradhuli. Sasa baradhuli anaanza kuwa na taswira nzuri kwako. Kwa jamaa yule, lakini hata watu wengine wanaweza kuwa vile, lakini watu wema tu. Haujui ulitoa wapi ile fikra. Kumbe ilitengenezwa kwamba hata hao wasiokuwa baradhuli, mbona watu wajinga tu, washenzi tu, madhalim, anaweza kuwa mtu namna ile lakini mtu mwema tu. Unaondoka na taswira hiyo. Baadaye unajikuta mtaani na wewe unatetea baradhuli, lakini haujui. Sasa haya ni mambo yamedhamiriwa, yametengenezwa, yamekaliwa vikao. Kwa hivyo mtoto hawezi kutofautisha baina ya ubunifu na uhalisia. Anachokiona ni kitu halisi, anaamini kinachojiri pale ni kitu halisi. Ikishakuwa hivyo, anayakwaa yale mambo, anayachukua kama sehemu ya tabia. Sasa katika kuzungumza zile athari, kwanza tutaanza na athari namba 1, athari katika mambo ya itikadi na imani. Kuna media imefanya kazi kubwa sana kutengeneza kazi nyingine za kubuni ambazo lengo lake ni kutikisa itikadi za watu. Yani wewe ukiendelea kutizama sana bila kujua, itikadi yako inaathirika. Na tukubaliane kwamba yale tuliyozungumza zamani katika mwanzo wa darasa zetu kuhusu masala ya subconscious mind ndio inaocheza mchezo mkubwa zaidi hapa. Kwamba yale mafaili yanakwenda moja kwa moja kwenye subconscious mind yako, unayaingiza mpaka mwisho unaamini. Kwa hiyo nawapeni mfano mnaojua nyinyi nyote. Kwa mfano filamu za Kinigeria ambazo zinaupa uchawi nafasi kubwa sana, kiasi kwamba anaitizama anaona chini ya nguvu za giza, wanasema wenzetu, kila kitu kinawezekana. Zimejaa, tumezizoea, tunazitizama kwa namna ambayo kwanza anatishika mtu, lakini mara nyingine anataka kuona vile vituko namna gani uchawi unaweza kuathiri. Ukikithirisha kutizama, kwa sababu tabia ya subconscious mind inahitaji kitu kinachokaririwa kila mara. Kwa nini tusizalishe watu wenye kuamini uchawi sana? Waganga wa kienyeji wengi bwana, na wanawateja. Na kuna wengine
wana sifa za kimataifa. Kila siku wanapanda ndege. Wewe ndege unafikiria mara 2 mara 3 upande. Wao kila siku wanapanda ndege kwenda kuagua. Na imani hii bado katika bara letu sisi, hasa watu wa ulimwengu wa tatu, ina nguvu sana. Muislamu safi anayekwenda kusali msikitini ni mtu ambaye bado yakimfika na anaingia kichochoroni. Mkristo safi anayekwenda kanisani bado anaingia kichochoroni, anakwenda anafanya mambo haya. Na Waislamu wanaweza kushindana. Mtu akaamua kwamba silaha hizi zilizokuwa mbele yangu hazitoshi, hii ya kushoto pia nayo niitumie. Tuko hivyo jamaa, sio? Lakini haya mambo yanajengwa, tuliwahi kusema yanajengwa kuanzia nyumbani. Wewe mzazi, mtoto akiugua unasema tumefanyiwa. Kuna watu wabaya sana. Kuna mpaka watoto wanakulia katika kuamini kwamba jambo baya likitokea kuna mkono wa mtu. Sasa akikulia yule, akipata na masaib, lazima na yeye atafute namna ya kutibiwa. Alafu nje ya familia ndo kuna vitu kama hivyo. Mimi si mtizamaji sana wa hivyo, lakini sijui kama kuna filamu za huko Nigeria hazina mambo haya ya sihiri. Ni sihiri, tukuonyesha vituko. Sasa mtu anatoka katika tauhidi anaingia katika shirki bila kujijua, kuamini kwamba uchawi una nguvu sana, unaweza ukafanya miujiza ya ajabu. Makuhani wanatengenezewa taswira ya kwamba ni watu wana uwezo, wanatabiri vitu vinatokea tu, wanasema kisha kinatokea tu, wakisema kinatokea. Ukuhani unatengenezewa filamu inayokujenga kuamini kwamba ukuhani una nguvu sana, na kuna watu wana uwezo wa kutabiri mambo, wakisema lazima yatokee. Unatizama mpaka wewe unakuja kufikia mahala imani yako kubwa inakuwa hivyo. Lazima uwe mteja wa makuhani wewe, lazima ukimbilie kwa makuhani. Kwa hivyo filamu za namna hii ni nyingi sana, na nyingi katika hizo zimetengenezwa na Waafrika wenyewe. Hata huku kwetu wanagombana, afa anamtishia kwamba bwana hivi nitakufanyizia. Alafu mwingine ni mwanamke anakwenda kwa mganga, alafu anamweza mumeo kupitia mganga. Kwa nini watizamaji wasiamini kwamba mganga anaweza? Kwamba hawa wakewenza, mmoja ameamua ankomeshe mwenzake, akaenda kwa mganga, kisha yule akaugua sana nini mpaka watoto wake wakafa nini. Haya, kwa nini anayetizama asiamini kwamba mganga anaweza? Kesho na yeye akipatwa na jambo, kwa nini asimtafute mganga? Kwa hiyo ni advertisement kwa watu kukimbilia kwa waganga. Hizi zinatikisa imani ya watu. Lakini nimetizama kwa mfano, kuna makala nilikuwa nikisoma ya filamu mwaka 2014 kule Misri, iliitwa Al-Mulhid, yani mlahidi. Ile filamu ilileta vurugu sana baina ya ulamai na watu wa dini, kwa sababu ilikuwa inataka kutengeneza taswira ya mtu anemkanusha Mungu na namna anavyofanikiwa. Yani wewe unamtengeneza mtu anemkanusha Mungu, alafu unamjenga katika filamu ile kwamba amefanikiwa sana. Alafu wale ambao hawamwamini Mungu wako maisha duni, na kila wanalolitaka wanaomba kila siku dua hawafikii. Haya, unataka nini? Unataka kuwajenga watu kwamba bwana, njia hiyo hauwezi kufikia mafanikio. Kwa hivyo hivi ni vitu ambavyo vimetokea sana. Alafu kuna filamu nyingine miaka hiyo hiyo wanaizungumza Misri, iliyojenga taswira mbaya viongozi wa kidini. Chukulia leo hii, nimemwambia siku moja kuna kazi ya sanaa ya Kiswahili ya watu wa Kenya inaitwa Paradiso. Vijana mnaweza mkaitafuta mkaisoma. Paradiso. Someni hizi kazi za kubuni, kuna vitu vya kujifunza, sio? Ile kazi imejenga taswira ya namna viongozi wa kidini walivyokuwa wabaya. Yani anahubiri jambo, alafu inaonyeshwa maisha yake huko mtaani anafanya nini. Sasa ukishafanya kazi ya kisanaa kama ile, ukaifanya jamii ipoteze imani kwa viongozi wa kidini, nani ataaminiwa tena? Viongozi wa kisiasa? Hatuzungumzii maasumi wa viongozi wa kidini, lakini kama kuna wachache kwamba huyu ni kiongozi wa Kikatoliki kwa mfano, dini yake, imani yake haimtaki aoe, lakini akaenda mji mwingine akaoa, akawa na familia, hao si wapo? Lakini ndio wengi, ni wachache, sio? Kuna ustadhi, shekhe, mwalimu, maalim,
amemtembea na binti mdogo wa madrasa, mwanafunzi, haya si hapo. Lakini ukitaka kuyafanya ni ya wote, unataka jamii iamini nini kuhusu viongozi wa kidini? Ipoteze imani, sio? Ikishapoteza imani, nani atabaki anaaminiwa? Kiongozi wa kisiasa. Maana viongozi wa kisiasa hawaaminiani, wanaamini viongozi wa kidini. Wewe unataka sasa na wao wasiaminike. Kwa hivyo ni tatizo hilo. Kwa hivyo ile kazi ya Paradiso mimi niliwahi kuisoma yote. Namna inavyomtengeneza kiongozi wa kidini ni yule mtu ambaye ikikuingia sawa sawa, ukisimama mbele, akisimama kiongozi wa kidini lazima aseme hawa ni wale wale, nishawaona sana hawa. Kawaona wapi? Kwenye ile kazi, sio? Kwa hivyo ni vitu vinavyochafua taswira na kupoteza imani kwa viongozi wa kidini. Hatimaye imani ya dini inakuwa imetoweka. Nimewahi kuambia mara nyingi kuhusu yule mama wa kule West Africa, Mariam Ba. Kazi yake imetafsiriwa kwa lugha nyingi zaidi ya 20. Kiswahili pia wamefasiri. Inaitwa Barua Ndefu Kama Hii. Kazi ya kisanaa. Yule mama anazungumzia tatizo la ukewenza. Ukisoma tangu mwanzo mpaka mwisho, inaonyesha ukewenza ni vurugu, ni fujo. Na si fujo tu watu wakiwa hai, na akifa mwanaume ni vurugu nyingine mpya ya mirathi. Na kuuliza, hakuna watu wale wenye ukewenza walioishi vizuri? Kwa nini hamtangazi kazi za sampuli hiyo? Na kazi zaidi ya moja Tanzania za kisanaa zinakemea ukewenza. Tumesoma sisi mashuleni, tumefanya uhakiki katika kusoma sanaa, tumeziona. Na unajibu katika mtihani madhara yanayotokana na ukewenza. Maanake baada ya pale, huyu mtoto akihitimu unamtaka akubali. Kama ni binti, akubali kuwa mke wa pili, au akubali mume kuwa mke wa pili. Hawezi kukubali kwa sababu ameandaliwa kukataa. Kwa nilitaka tuelewe namna hiyo kwamba hizi zina athari kiasi hicho. Sasa athari ya kwanza ndio hiyo tulioitaja leo kwamba ni athari katika akida. Kuna mambo yanayotikisa imani. Na mifano mingine sasa katizame wewe, unaweza ukaona. Mimi huamini kwamba hata zile kazi zinazoonyesha sayansi bila kuihusisha sayansi na Mungu, hujaribu kutuonyesha kwamba sayansi ndio solution ya kila kitu. Ndio ile katika kitabu cha Sheikh Sayyid Muhammad Qutb, Shubuhati Hawla al-Islam, anasema kuna mjadala ulitokea baina ya mlahidi na yeye. Mlahidi anasema kwamba sio wakati wa kuamini Mungu huu, ni wakati wa kuamini sayansi, hakuna Mungu. Sayyid Qutb anasema unachotaka kusema wewe sio kwamba hakuna Mungu, unachotaka kusema ni kwamba sayansi ndio Mungu mpya. Kwa hivyo huyu sayansi subhanahu wa ta'ala amesema hivi, na Mungu subhanahu wa ta'ala amesema hivi. Ndicho unachotaka kusema wewe, kwamba sayansi imetakasika, imetukuka, imesema hivi, na Mungu naye anasema. Sasa ni Mungu gani ndio sahihi? Ndicho unachotaka kusema wewe. Kwa hivyo unapoizungumza sayansi alafu usihusishe na Mungu ambaye ni musabbibul asbabi, pia huwaongozi watu katika tauhidi. Unaona mashuleni kule tunasoma mambo, lakini Mungu hausishi kabisa. Sasa kwa nini wewe usiamini sayansi kuliko Mungu? Mungu ambaye allama Adamal asmaa kulla, yeye ndo kakupa ilmu. Mungu ambaye tumesema ndio musabbibul asbab. Kama chemicals zilizopelekwa maabara zinaonyesha zina sifa fulani, ikichanganywa na kemikali nyingine hii italeta mripuko, lakini nani kazipa sifa ile? Nani kazipa tabia ile? Je, zina akili ya kuwa na tabia? Sasa lazima Mungu awe nyuma hivyo na aelezwe. Kama haelezwi, maana yake Mungu kafichwa katika jambo ambalo anahusika. Sasa pale tunasema kwamba hiyo sayansi inaelezewa katika media imemdhulumu Mungu, inajaribu kuonyesha kwamba Mungu hana haki hapa, wakati Mungu ana haki katika hayo, na yeye ndio musabbibu wa vyote hivyo. Sababu ya pili tutaidokeza, alafu katika darasa ijayo tutaifafanua. Manake athari ya pili ni katika kukua kwa akili ya mtoto. Kukua kwa akili ya mtoto. Na hili tuhusishe na mambo ambayo tumeyasoma nyuma. Vipi?
Tumesema mtoto katika miaka 7 ya kwanza anatakiwa afanyeje? Kwenye hadithi ni miaka ya kucheza, sio? Katika kucheza tumesema sio mujarradi wa kucheza tu. Tumesema mtoto anapocheza ndipo anapojifunza kutokana na nature. Kwa hiyo usidhani mwanao anapopewa fursa ya kucheza maana yake ni marah, ni entertainment, ni burudani tu. Hapana. Anatakiwa ile nature imfundishe. Kuna vitu vingi anajifunza katika mchezo. Ndio tukasema hata wewe ukimnunulia kifaa cha kuchezea, akishamaliza kukichezea atakivunja. Aangalie ndani kuna nini. Kama ni baskeli atajifunza kuendesha, lakini ataipindua azungushe tairi aone linavyozunguka. Atajaribu kuangalia mnyororo ukoje, atautoa hata mara nyingine. Wewe unaona kwamba anaharibu, lakini anajifunza. Kuna vitu anajifunza. Kwa hiyo ile miaka 7 ya kwanza iliyosemwa sio ya burudani tu, ni ya elimu ya moja kwa moja, direct education. Lakini sasa ukishamuweka wewe ikawa yeye ni TV tu, ni simu, ni tab, ni laptop, maana yake unataka yeye asibuni mwenyewe, aangalie wengine wanafanya nini. Unaelewana hapo? Yani asiwe yeye mwenyewe ndiye anayebuni, ndiye anayefanya jambo akaona matokeo. Anatakiwa aone wengine wanafanya nini, ajifunze kuhusu wengine, sio kuhusu yeye. Sio kama mnanielewa nukta hiyo? Kwamba kitu anachokifanya mwenyewe anajifunza zaidi kuliko kuangalia katuni na vile vinavyofanyika. Kinachotakiwa yeye mwenyewe aingie darasani, yeye mwenyewe aviguse vitu, yeye mwenyewe avionje, yeye mwenyewe avione, yeye mwenyewe avisikie vile vitu. Tofauti na kuona wengine wanavyoona, wanavyofanya. Kama ni udongo ule auchezee, ni mchanga achezee, atengeneze umbo kwa mchanga mwenyewe. Mchezo ule aliouona kule acheze yeye mwenyewe. Hivyo ndivyo vinavyotakiwa, vinakuza akili yake. Sasa hivi anatizama wenzake wanachezaje, wenzake wanabuni vipi. Kwa hivyo hiyo ni moja katika athari. Lakini athari namba 2 katika hili la kukua kwa akili, hili linamhusu hata mtu mzima. Tusikilize vizuri. Linapunguza mazingatio ya mtoto. Kwa Kiingereza wanasema focusing yake, atarkizu. Mnajua kwamba hizi media, hasa social media tunazotizama, hasa kwenye zile picha tunazoperuzi, wanasema ndio mbaya sana kiafya, kwa afya ya akili. Yani wewe ukifungua TikTok unaperuzi taarifa hiyo inahusu mambo ya kilimo sijui na nini na chakula. Ukiperuzi nyingine na kuhamisha mpira, ukiperuzi nyingine na kuhamisha disco, uperuzi nyingine mawaidha. Alafu muda unaotumia katika kufanya hivyo ni mfupi sana. Akili kabla haijaweka kituo inahamishwa, inapelekwa pengine. Kabla haijaweka kituo inahama, inakwenda pengine. Ndio maana wanasema wataalamu hata katika ubora wa kuzungumza ni mtu kuzungumza kwa kituo, kumpa fursa anayesikiliza akamilishe kuifikiria ibara iliyopita. Sio kwamba hujamaliza ibara sawa sawa usharukia nyingine na nyingine na nyingine kwa fujo. Haumpi fursa ya anaweza kuchoka haraka. Mara moja anachoka kusikiliza basi tena. Akili inahitaji kuzingatia jambo kabla haijania jingine. Tumeelewana? Social media inamfanya mtu asiwe na mazingatio. Akizingatia kidogo moja anahamia katika jingine mpaka akili inachoka. Kisha anazima simu yake. Pengine katizama social clips, zile clips, short clips. Katizama 100 ndani ya muda mfupi sana. Inawezekana dakika 10 mtu mwingine katizama 100 jamaa. Anasukuma. Zinaathiri sana akili na zinaharibu focusing ya mtu. Sasa zikishaharibu focusing yako, ndio unaona mtu mzima leo akiingia kwenye swala anaweza kupiga rakaa 5 wala hajui. Akisha swali 2 anajua hii ni ngapi. Kwa sababu akili haina kutulia, ishajifunza kutokutulia katika jambo moja. Inahama. Na hili linazungumzia jamaa, lina athari kubwa sana kwa watu wazima pia. Mtoto ambaye kila saa anahamishiwa kingine, hamalizi somo jingine, hamalizi somo jingine, kwa sababu yale ni masomo jamaa, mwisho inampotezea kitu kinachoitwa focusing,
kuzingatia. Na sisi ni waathirika pia. Wengi katika sisi watu wazima, ndio ile nusu saa kwako inaweza kuisha, wewe usihisi imeishaje mara moja hii, lakini ulikuwa umeinama katika simu hivi unatizama tu. Hiyo ni moja katika athari zinazopatikana kwa mtoto kuwekwa saa zote yeye kwamba umemweka atulia atizame katuni. Ikiisha unamhamishia nyingine, ikiisha unamletea nyingine. Na siku hizi tunawapa simu kabisa, tunawapa tab. Alafu mtoto anajua namna ya kuleta nyingine, anajua. Mwepesi sana. Kisha click hivi anajua anakwenda huko, kisha anaperuzi tu kule, anatizama. Kwa hivyo hilo ni moja katika athari zinazopatikana, athari za akili. Jingine ni dhaifu dhakira, kumbukumbu. Kwa sababu huwezi kuyashika yote mara moja. Ndio sasa hivi kuna matatizo sana ya kumbukumbu. Na yatakuwa makubwa sana huko mbeleni kwa sababu ya media hizi. Tumesema si kitu kibaya, lakini kila kitu kina mipaka yake. Khairul umuri awsatuha. Moderation ni kitu muhimu katika kila kitu. Ndio baadhi ya ulama wanazungumza kuhusu saumu, kufunga na simu. Sasa uwe una mipango yako na uwe na saumu, iwepo na siku ambayo wewe umeamua situmii simu. Na kuna watu wenye akili zao timamu wana visimu vidogo vile vya mawasiliano tu, akifunga hii kule hakuna kero, itakuwa ni mawasiliano tu, ile dharura. Tumeelewana? Kwa hivyo anataka awe huru kutokana na utumwa wa simu, sababu wengi katika sisi ni watumwa. Kimaliza tu hapa kuswali mara moja, kila mmoja atafungua moja kwa moja, anakuwa kwenye WhatsApp. Ulikuwa na miadi na mtu? Hakuna. Unatafuta nini? Unatafuta habari ipi? Yoyote tu. Yani sio kama ni habari maalum, yoyote itakayokuja ndio hiyo. Sasa mtu anawashwa anaswali, lakini anasema nikimaliza tu nitafungua simu. Anafanya mkesha, lakini anafikiria simu nimefunga masaa yote haya, kuna nini huko? Hii ni kero na inatupelekea katika utumwa. Kwa hivyo si suala la watoto tu, na watu wazima vile vile wako katika mkumbo huu. Ndugu zangu, hii nukta ya pili tumeidokeza, tutaanza nayo katika darasa ijayo inshallah. Tukomee hapa. Nas'alullah al-auna wa at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.